Murike mengi ya michezo. Taarifa kubwa ni kutoka upande wa Young Africans. Ni wakati ambao tumeingia katika dirisha dogo la usajili. Timu zinazidi kuimarisha vikosi vyao, kila mmoja anazidi kufanya maboresho na kila mmoja pia anazidi kuhakikisha kwamba timu yake inapata matokeo mazuri na inakuwa katika mentality ya hali ya juu ya kutimiza idadi ya mahitaji na malengo makubwa ambayo wamejiwekea. Yanga ni moja ya timu ambayo tayari imetangaza kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi chao ili kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika mentality ya hali ya juu na pia timu inakuwa katika usanifu, ushindani na uweredi wa hali ya juu katika upande huo. Ukitazama kikosi cha vijana wa Young Africans is one of the best team ambayo tumeishuhudia na tumeiangaza katika upande huo ikifanya vizuri, ikiwa na ubora mkubwa na ubora uliotukuka katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Young Africans tayari mwalimu Pedro Suarez Goncalves ameweza kuainisha na kuweka wazi zaidi ripoti ya kwake kiufundi zaidi, maeneo ambayo anahitaji afanyiwe kazi, maeneo ambayo anahitaji baadhi ya wachezaji waweze kupisha. Obviously asilimia kubwa ya wachezaji wengi wa Young Africans watatolewa kwa mkopo, kwa taarifa ambazo tayari zipo. Ni wakati ambao tunajua hili dirisha dogo ni usajili wa nipishe nipite, huyu anatoka huyu anaingia. Sasa nitaomba tutazame wachezaji ambao wanakuja au wanahitajika na Young Africans katika hili dirisha dogo, then pia tuje tutazame wachezaji ambao wanahitajika ndani ya Young Africans kuondoka, ili moja kwa moja hawa wanaokuja wapate nafasi ya kuingia. Mfano kama ukizungumza sajili wa kimataifa wako 12, nafasi zote zimejaa. Udhini 12 ina maana unaachana na mmoja alafu unaingiza mmoja, unaachana na huyu unaingiza huyu. Ndivyo usajili ulivyo katika dirisha dogo la usajili katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya kile ambacho tayari kipo na hicho ambacho kipo mezani zaidi. Tukianza na usajili ambao up to now wako katika sehemu ya kuhusishwa kujiunga na Young Africans. Moja, Yanga wanamhitaji beki wa kulia. Ni moja ya usajili ambao wanahitaji kufanya. Taarifa na mchezaji wa kwanza ambaye anahusishwa na Yanga ni Kuriso Mudau. That man Kuriso Mudau ni mchezaji ambaye anatumikia timu ya Mamelodi Sundowns Masandawana mbavu ya kulia. Yanga anahitaji pia kuboresha katika upande huo. Obviously Kibwana Shumara anatolewa kwa mkopo, na moja ya wachezaji ambao hawajaanza vizuri ni Izra Patrick mwenda zaidi katika upande wa kulia. Lakini pia miongoni mwa vitu ambavyo wanapaswa kujua, Yao Kwasa ambaye amekuwa na majeraha ya muda mrefu, licha kwamba udhini mwezi wa pili atarejea, lakini bado Yanga wana matumaini makubwa ya kwamba ile kasi ambayo Yao alikuwa nayo mchezaji aweze kurejea kutoka kwenye majeraha. Zaidi ya mwaka mzima hakuwahi kucheza, akakupatia kile unachokihitaji. So that why experience wise ambayo amekuwa nayo Kuriso Mudau, wanaamini ni moja ambavu ya kulia ambayo itakuja kufanya vizuri katika upande huo, na ni moja sije ambao Yanga inamhitaji kwa mkopo wa miezi 6, na tunasubiri tuone majibu ambayo yanakuja katika upande huo. Lakini mchezaji wa pili ambaye anahitajika na Young Africans ni kiungo mkabaji Mwamba James Akaminko. Huyu ni mchezaji ambaye anaitumikia Azam FC. Obviously Akaminko ana mkataba wa miezi 6 kwa sasa ndani ya Azam FC ili mkataba wake uweze kutamatika. So Yanga ameitumia option hii ya kutazama ni namna gani ambavyo moja kwa moja wanamvuta James Akaminko anakuja katika safu yao ya kiungo ili kuja kuongeza nguvu zaidi. Moja ya wachezaji ambao umeshindwa kudeliver na kutoa kile ambacho wanakihitaji vijana wa Young Africans ni Bara Musa Conte. Conte baada ya kushindwa kutoa kiwango anachokihitaji mwalimu, ni moja usije ambao obviously maisha yake ni mafupi ndani ya Young Africans, na upande wa James Akaminko ndiye chaguo la kwanza ambaye tunamtazama moja kwa moja anakuja kutua katika mitaa hiyo na kuja kuifanya pia timu inakuwa katika top class na top performance ya hali ya juu katika upande wa. So James Akaminko ni moja ya wachezaji ambao moja kwa moja wanahusishwa au wanahitajika na Young Africans. Lakini chuma cha tatu ni mwamba anaitwa Kanyisa Mayo.
Kanyisa Mayo huyu ni kiungo, moja ya viungo bora kabisa ambao tumewashuhudia katika soka la Afrika. Kanyisa Mayo ni mchezaji ambaye obvious ana umri wa miaka 27 na huyu ni raia wa Afrika ya Kusini. Kwa sasa anakipiga katika klabu ya soka ya Kaizer Chiefs, lakini ni mchezaji wa CR Belouizdad ambaye walimtoa kwa mkopo katika upande wa kikosi hicho cha Kaizer Chiefs. Kanyisa Mayo huyu ni winga, moja ya winga machachari, moja ya mawinga ambao tumetazama ubora wake, ufanisi wake umekuwa ni ubora wa hali ya juu, na ubora ambao umekuwa ni ubora uliotukuka katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. So kikosi cha Young Africans, Celestine Ekua, Emmanuel Edmond, Ofen Chikora ni sehemu ya wachezaji ambao wameshindwa kudiriva na kutoa kile ambacho mwalimu anakihitaji katika upande huo, na that's why kwa Kanyisa Mayo tayari Young Africans wanatazama kama sehemu ya wachezaji ambao wana uwezo kubaria kile ambacho wanakihitaji katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Lakini chuma kingine ni Jose Ruiz Miquissone. Yanga, taarifa za kuaminika ni kwamba tayari wapo katika mazungumzo na Jose Ruiz Miquissone ili kutazama ni namna gani ambavyo wanaweza kumsajili mwamba huyu ambaye amekucheza klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Kijana mdogo ambaye ukitazama ufanisi wake, ubora wake umekuwa ni ubora uliotukuka katika upande wa Young Africans. Tayari wapo katika mazungumzo wao sanjari na Jose Ruiz Miquissone ambaye amekuwa na kiwango bora zaidi katika upande huo. Lakini chuma kingine ni Laurindo Aurelio au unaweza kumuita Depu, ndilo jina lake maarufu analotumia. Laurindo Danilson Maria Aurelio, jina maarufu anaitwa Depu. Huyu kijana mwenye umri wa miaka 25, raia wa pale nchini Angola, ni mmoja ya washambuliaji ambao Yanga wanawahitaji. Obviously, miongoni mwa vitu ambavyo unapaswa kujua, within that two players, Depu pamoja na Tadeus Nkengi Fomakweng, mshambuliaji wa timu ya Stade Malien, within hawa washambuliaji wawili Young Africans inamhitaji mmoja, kwa sababu tayari wote wapo katika sehemu nzuri ya mazungumzo ili kutazama dira ambalo litakuwa jepesi kukamilika. Ndiye mshambuliaji ambaye tutakwenda kushuhudia akiwa anajiunga na vijana wa Young Africans katika upande huu. Lakini tukija katika upande wa wachezaji wanaoondoka, kuna mkeka wa wachezaji wengi. Upande wa Kibwana anatolewa kwa mkopo, lakini pia ukija kwa Frank Asinka anarejea kupanda Singida akipisha nafasi ya Yao Kwasi. Tukija katika upande wa Abubakar Nizari Ninju anatolewa kwa mkopo ili kupata game time. Salum Abubakar anatolewa kwa mkopo. Faridi Musa ni mchezaji ambaye anatolewa kwa mkopo. Bara Musa Conte ni mchezaji ambaye Young Africans moja kwa moja anamvunjia mkataba wake. Celestine Ekua ni mmoja mchezaji bado pia naye yupo kwenye hatari ya kuondoka, lakini pia Andy Boyeri Bobwa ni sehemu ya mchezaji ambao moja kwa moja wanaondoka ndani ya Young Africans katika upande huo. Dennis Nkane pia ni sehemu ya wachezaji ambao wao wanatolewa kwa mkopo ndani ya kikosi cha JKT Tanzania, ambao pia nayo inamhitaji katika upande huo sanjari na Faridi Musa anayetimkia Mbeya City. So hao ni wachezaji wanaoondoka na wanaokuja ndani ya Young Africans. Maoni yako ni muhimu, lakini pia usubscribe ili wa kwanza kuzidi kupata taarifa zote zaidi.